Da Net Event 2025. Nuru ya matumaini. Nafurahi sana kusimama mbele yenu nikileta somo la ndoa pamoja na familia, taasisi muhimu sana duniani. Na kwa hiyo katika mfululizo wa vipindi hivi, ninakualika wewe mtazamaji na msikilizaji, usikose hata siku moja inapofika mida kama hii ya vipindi vinapokuwa vikirushwa hewani. Tutakuwa na mfululizo wa masomo mbalimbali, lakini siku ya leo tunaanza na somo ambalo linajenga msingi wa mfululizo yote. Na somo hili tutajifunza juu ya kusudi la Mungu kwa ndoa na familia. Tunapojua kusudi, ndipo tunaweza tukajua namna ya kutenda. Nini kusudi la Mungu kwa ndoa na familia? Wazo la kuwepo kwa ndoa na familia halitokani na mwanadamu, linatokana na Mungu. Na ukijua linatokana na nani, unajua ni nani wa kumwangalia katika masuala ya ndoa na familia. Familia pamoja na ndoa ni zawadi nzuri sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo huyo Mungu ndiye anayetoa mwongozo, ndiye anayetoa manual kwa ajili ya ndoa na familia. Mwanzilishi huyu ndiye anayetuambia ndoa isimamiwe namna gani, familia ziangaliwe namna gani. Mtengenezaji wa gari ndiye anayekwambia kwamba gari litumike hivi, gari hili litumie petroli, hili litumie dizeli. Unaweza ukasema mimi nina uzoefu, mimi nina elimu, mimi ninajua hili. Kama mtengenezaji wa gari amesema tumia petroli, wewe ukatumia diesel, unajua kwamba utaharibu gari. Mtengenezaji wa simu tunazozitumia anapokuambia kwamba unapopata simu dukani lazima uangalie kwamba maelekezo yakoje ya matumizi ya hii simu. Akisema simu lazima ichajiwe kwenye umeme, wewe hutaenda kuweka kwenye ndoo ya maji ili simu ifanye kazi. Kwa hiyo kwa habari ya familia ni vivyo hivyo. Mungu ndiye anayesema kwamba ndoa na familia ziendeshwe namna gani. Na kwa hivyo mwongozo wa ndoa na familia ni neno la Mungu. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi, anazungumza katika neno lake akituelekeza kwamba tufanyeje katika kuendesha ndoa hizi na familia. Maandiko yanatupa mwongozo wa ndoa, yanatupa mwongozo wa malezi, yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu, haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi. Na kwa hivyo katika somo la leo tutaangalia mpangilio wa Mungu ukoje tunapoziendesha ndoa. Na nafurahi kwa sababu wewe unayenisikiliza ni mwanafamilia. Wewe unayenisikiliza ni mwanandoa, ni kijana katika familia, ni mtoto katika familia, ni mke, ni mume, ni ndugu. Kwa hiyo uko katika familia, sikiliza mwongozo huu wa neno la Mungu unavyotuambia. Mungu anasema nini kuhusu ndoa na familia? Mungu anaweka mpangilio gani? Jambo la kwanza ni hili. Kama una kalamu na karatasi andika. Ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke, ambayo wazungu wanasema ni heterosexual relations. Mwanamke mmoja
na mwanamume mmoja, sio wanaume wawili na mwanamke mmoja, wala sio mwanamume na mwanamume, wala sio mwanadamu na mnyama, wala sio mwanamke na mwanamke. Ni ndoa kati ya watu wawili wenye jinsia tofauti, mwanamke na mwanamume. Ndivyo neno la Mungu linalosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutofautiana kwa jinsia kwa wanaooana ni kwa msingi sana. Na ndiyo maana baada ya Mungu kumuumba Adamu na Hawa, baada ya watu hawa wawili kukamilika, ndipo Mungu anawaambia zaeni mkaongezeke. Hakumwambia Adamu akiwa peke yake, alimuumbia Hawa kwanza, ndipo akamwambia zaeni mkaongezeke, kwa sababu anajua uzazi unawezekana tu kati ya jinsia mbili tofauti. Kwa hiyo kulingana na msingi wa neno la Mungu, ni ndoa ni kati ya mwanamume na nini? Na mwanamke. Wewe kama mwanamke au mwanamume umeumbwa na uwezo wa kutimiza makusudi ya Mungu. Mwanamume anatoka mikononi mwa Mungu, muumbaji wake huyu Mungu wa mbinguni, akiwa amewezeshwa kuwa baba. Na mume kibiolojia, kiakili na kihisia unaumbwa uwe mume, uwe baba katika mwili wako, katika akili yako na katika hisia zako. Hali kadhalika mwanamke pia anatoka mikononi mwa Mungu muumbaji wake, akiwa amejengewa uwezo wa kuwa mke, wa kuwa mama kibiolojia, na kuwa mama kiakili na kihisia. Ndio maana umeumbwa na via vya uzazi, wewe kama mwanamke na wewe kama mwanamume. Kwa hiyo jambo la pili ni hili: ndoa na familia ni mahali pa mahusiano na urafiki au companionship. Ndoa isiyo na urafiki ni kampuni, sio ndoa. Ni lazima wewe unayonisikiliza, kama umeoa au kuolewa, uangalie ndoa yangu ina urafiki, tunahusianaje? Kuna kicheko, kuna kubadilishana mawazo. Wengi wanacheka nje lakini nyumbani hawacheki. Hiyo sio ndoa, ni kampuni. Maana katika kampuni watu sio lazima wawe marafiki. Mungu ameweka ndani yetu hitaji la kuwa na mwenzi wa karibu. Ndiyo maana vijana wengi, hata kama wako ndani ya familia, wana baba, wana mama, wana kaka, wana dada, bado wanatamani kuwa na mwenzi wa maisha, kuonyesha kwamba Mungu ameumba ile haja ya urafiki wa ndani ya ndoa. Na hivyo Mungu hakumuumbia Adamu watoto, wala hakumuumbia Adamu wazazi. Alimuumbia mke kwa ajili ya mahusiano ndani ya ndoa, mahusiano ya karibu, mahusiano ya urafiki wa kudumu. Kwa hiyo ndoa na familia ni mahali pa mahusiano na urafiki. Hili kusudi lisipofikiwa, kusipokuwa na urafiki, kusipokuwa na mahusiano mazuri, ndoa inapoteza maana. Ndoa inabaki kuwa kama kampuni, kama gereza, kama shamba, kama mahali pa kukusanyika tu kuwajibika na majukumu ya maisha. Na sasa ndoa ikiwa katika hali nzuri, itasaidia wanandoa kukabiliana na changamoto na kukatishwa tamaa maishani kwa ujasiri, kwa sababu kuna upendo, kuna urafiki, kuna kujali. Mwanandoa mzuri ataongea maneno ya kutia moyo kwa sababu anaongea na rafiki yake. Atakuwa na imani, atakuwa na faraja kwa mwenzi wake ili kumuinua anaposhuka, anaponyong'onyea. Atamtia nguvu katika udhaifu wake. Na ndoa ni urafiki wa kina, sio urafiki wa kawaida, ni urafiki wa kina. Jambo la tatu ni kwamba ndoa
ni kati ya watu waliokomaa kimwili na kiakili. Ndio maana ndoa za watoto wadogo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Watoto hawafai katika ndoa. Watoto hawafai kuwa na mahusiano yanayopaswa kuwa ndani ya ndoa, maana hawajakomaa kimwili, hawajakomaa kiakili, hawajakomaa hata kimahusiano, hawapaswi. Ndio maana tunawaongoza watoto kuambia, subirini, maisha ya ndoa ni kwa watu waliokomaa. Tambua hili. Jambo la nne, ndoa ni mahali pekee salama kwa tendo la ndoa. Mungu ameweka tendo la ndoa, ameliumba, ni jambo zuri, lakini ana mahali pake, ni ndani ya ndoa. Sio vichakani, sio barabarani, sio ndani ya gari, sio mahali pengine, ni ndani ya ndoa. Ndani ya ndoa ndipo mahali pa kuacha na kuambatana, kama kile alichokisema kitabu cha Mwanzo kwamba nao si wawili tena, watakuwa mwili mmoja. Mahali hapa ndipo pa kukatia kiu ya tendo la ndoa. Ni ndani ya ndoa tu na si vinginevyo. Mungu ndiye ameumba kiu ya tendo la ndoa, kama alivyoumba kiu ya maji. Unapokuwa na kiu ya maji, unakunywa nini? Unakunywa maji. Hunywi mafuta ya taa, wala hunywi mafuta ya kupikia. Unakunywa nini? Maji. Na kwa hiyo Mungu akaumba maji kukata kiu ya maji, na hivyo ameumba ndoa kukata kiu ya ndoa. Tendo la ndoa linapofanyikia nje ya ndoa linaitwa uasherati, linaitwa uzinzi. Ndipo Wakorintho wa kwanza fungu la sura ya 7 fungu la 2 anasema kwamba kila mtu na awe na mke wake mwenyewe au mume wake mwenyewe. Ndivyo anavyosema, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe, vinginevyo ni uzinzi. Jambo la 5, ndoa ndio mahali salama pa kuzalia na kulelea watoto. Hapo tu, sio mahali pengine. Mtoto anapokosa wazazi, iwe tu ni matokeo ya mazingira ya ambayo hayawezi kuzuilika, lakini si mpango wa Mungu mtoto kuwa na mzazi mmoja, mtoto kuwa na msongo wa kusema hivi baba yangu ni nani. Kila anapokutana na mwanamume mwingine anasema si ajabu huyu anaweza kuwa hata ni baba yangu. Sio mpango wa Mungu. Mungu anataka watoto wazaliwe ndani ya ndoa, wapate uongozi wa baba, wapate kuongozwa na mama, walelewe na wazazi wawili. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa katika ndoa, ndani ya ndoa, ni mtaji wa kwanza katika makuzi bora. Bwana Yesu asifiwe. Amepata mtaji. Hahangaiki na kusema laiti ningekuwa na baba ninayemjua au mama ninayemjua. Katika Edeni, mbaraka wa uzazi ulikuja baada ya ndoa kufungwa na Mungu mwenyewe na si kabla. Kwa hiyo watoto wazaliwe baada ya kuwa na ndoa. Mungu akaumba kwa mfano wake, kwa mfano wake alimuumba mwanamume na mwanamke, halafu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaitishe nchi. Mtoto anapozaliwa ndani ya familia, makuzi yake ya kiakili, kihisia, kimwili na kiroho yanakuwa vizuri. Haifai mtoto anapohangaika na mawazo ya kutojua wazazi wako wapi. Jambo la 6, ndoa ni ya kudumu. Ndoa sio mradi wa majaribio. Japo siku hizi duniani watu wanasema hebu tukae pamoja kwamba tuone itakuwaje. Unaposema nitaambatana na huyo mtu, Mungu anatarajiwa ndoa iwe ya kudumu. Hivyo unapoingia kwenye ndoa uwe mwangalifu, iombe na upambanie ndoa yako. Jambo la 7, kusudi kula ndoa ni kuaksi sura ya Mungu. Mungu anataka ndoa zetu zionyeshe taswira yake, kwa sababu Mungu ni upendo. Ndoa idhihirishe upendo. Watoto wanapoangalia upendo katikati ya baba na mama, wamtambue Mungu wa mbinguni aliye mwenye upendo.
ndoa inaweza kutukinga dhidi ya kufanya mioyo yetu kuwa migumu dhidi ya wenzetu na kufanya ndoa zimpendeze Mungu. Ni katika ndoa tunaweza tukadhihirisha umoja unaopatikana, tukaonesha mfano wa umoja unaopatikana kati ya uungu. Maana watu ni wawili, lakini kwa sababu wameungana vizuri wanakuwa mwili mmoja kama Utatu Mtakatifu. Lakini sasa baada ya kuona haya makusudi ya ndoa, vipi, mbona hali iko hivi? Ni kwa sababu moja hii, mashambulizi ya adui dhidi ya mpango wa Mungu. Katika Mwanzo sura ile ya 1 na ya 2 tunaambiwa juu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya ndoa na familia. Lakini kuanzia Mwanzo sura ya 3 tunaona familia ambavyo imepata madhara kutokana na kuingia kwa adui. Ni nini kilitokea baada ya dhambi? Nini kilitokea katika ndoa na familia? Kukatokea kulaumiana, kukandamizana, ubinafsi, kuachana, hakukuwa mpango wa Mungu, mitara, ndoa za wazazi pekee, ndoa za vikundi, ndoa za wanaume na wanawake, ndoa za wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume, kugombania mali, kuterekezana, ugomvi hadi mauaji, watoto kutotii wazazi wao, vyote havikuwa ndani ya mpango wa Mungu. Ni shetani aliingia. Sasa tufanye nini tunapoelekea kuhitimisha? Tufanye nini? Jambo la kwanza, kwa sababu tunajua Mungu ndiye mbunifu na mwanzilishi na muumbaji wa ndoa na familia, ndiye anayepanga makusudi na matumizi ya kile tulicho nacho. Kwa hiyo tukifanya kinyume na kusudi la Mungu, tutaleta kuchanganyikiwa na uharibifu. Lakini pia jamii na familia zinaweza zikafanikiwa ikiwa tutaenda sawa na kusudi la Mungu. Jambo lingine ni hili, mtambue adui yako. Adui yako sio mume wako wala sio mwenzi wako, ni Ibilisi. Na kwa hiyo pambana na adui yako, sio mwenzi wako. Kwa sababu Waefeso sura ya 6 fungu la 12 anatuambia hatushindani juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wakuu wa giza na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Usipambane na mwenzi wako, pambana na adui shetani. Na kwa hiyo kila unapoanzisha ndoa, kwa mfano wachungaji mnaonisikiliza na wale wanaofunga ndoa, tambua kwamba unaanzisha vita dhidi ya huyu adui ambaye ni shetani. Na lingine la kufanya, omba. Maombi yana nafasi ya pekee katika kupambana na ndoa. Ni silaha ambayo shetani hawezi kuistahimili. Bwana Yesu asifiwe. Maombi hufanya matendo yako yaendane na mapenzi ya Mungu, yanakufanya kuweza kumpenda hata asiyependeka. Ombea ndoa yako, ombea mwenzi wako, ombea watoto wako, jiombee mwenyewe. Habari ni njema ni kwamba shetani ni adui aliyeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Na silaha nyingine wa kufanya, mpendane. Neno la Mungu linasema hivi, zaidi ya yote mpendane ninyi kwa ninyi, kwa maana upendo hustiri wingi wa nini? Wa dhambi. Ndivyo kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 8 ndivyo anavyosema. Kupenda ni kujikana nafsi, lakini upendo unazaa matunda mema katika maisha haya na kisha ufalme wa Mungu. Jamani, tupendane. Inalipa kupenda kuliko kuchukia. Lakini jambo la mwisho la kufanya, anza na mwisho wa ndoa yako katika akili yako. Unapoanza ndoa, fikiria mwisho ni katika ufalme wa Mungu. Na kwa hiyo utapambana kwa ajili ya ndoa yako. Mungu na atubariki. Tusimame tuweze kuomba. Baba Mungu mtakatifu, Mungu mwenye neema, Mungu mweza wa yote, mchana huu namkabidhi msikilizaji na mtazamaji ambaye ana ndoa, ana familia. Ninaomba uilinde familia yake. Tusaidie
tuweze kuishi sawasawa na kusudi lako, maana tunajua tukiishi sawasawa na kusudi lako tuko salama na hatuendi kwenye uharibifu. Tusaidie Bwana, tunakusihi katika jina lake Yesu. Amen.